Naam, shukran Lulu Ali. Na sasa mtazamaji, ni wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, twende sambamba. Shirikisho la soka Tanzania TFF limejibu tuhuma zilizotolewa na ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe kuhusu fedha za zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho msimu uliopita. Tupate taarifa kamili. Baada ya Yanga kusema haitocheza mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Singida Black Stars msimu huu hadi itakapolipwa fedha za zawadi za msimu uliopita, na mdhamini wa kombe la shirikisho kusema walishafanya malipo ya fedha hizo kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Katika nukuu yao, CRDB wamesema, tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba. Taarifa ya TFF imeeleza kuwa fedha za zawadi ambazo zilipaswa kulipwa kwa mabingwa wa kombe la shirikisho zimefidia deni la malipo ya fedha za wachezaji wa kigeni. Hivyo TFF imesema tayari wameisha waandikia barua klabu ya Yanga wapeleke mtaalamu wao wa fedha ili wahakikishe deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Shabani Mpute, Channel 10. Kufuatia mvutano unaoendelea baina ya klabu ya Yanga na bodi ya ligi kuu kuhusu mchezo nambari 184 uliopangwa kuchezwa Juni 15 mwaka huu baada ya kuahirishwa Machi 8, mashabiki wa soka mkoani Iringa wameiomba TFF ifuate sheria ili kuepuka madhara kwenye mustakabali wa soka nchini. Salma Matanza kutoka Iringa anatujuza zaidi. Baada ya kauli iliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe kwamba klabu hiyo inaendelea na msimamo wake wa kutocheza mchezo namba 184 wa ligi kuu Tanzania bara, mashabiki wa soka mkoani Iringa wameibuka na kutoa maoni yao wakilitaka shirikisho la soka Tanzania TFF kutatua mgogoro huo haraka na kwa haki ili kuepusha athari katika maendeleo ya soka hapa nchini. Yote kwa yote ni sakata kubwa, kwa sababu kwenye mpira wa miguu Tanzania vilabu vyetu vya Simba na Yanga ni vilabu ambavyo zina nguvu kubwa sana kwenye mpira kuliko mamlaka ya mpira. Ni sakata ambalo linachukua sura tofauti, ila kwa afya ya mpira ni sakata ambalo linatakiwa limalizike ili mpira uweze kucheza. Na support binafsi pia sina imani na uongozi kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea ndani ya ligi kwa swala zima la waamuzi, mbali na waamuzi pia na viongozi wanaonekana kubalance ligi kwenda sawa. Kwa hiyo mimi kwa upande wa timu yangu kama siku nzuri. Hizi kamati zinachaguliwa na timu 16 zote. Wanapiga kula hivyo. Kwa hiyo kujihudhuru sio rahisi, lakini basi watoke hadharani wazungumze, watoe ukweli, au basi waeleze kile kilichotokea Machi 8 ili kwaje. Umeona? Waje kwa sababu huwezi kuwa unapanga game afu Machi 8 hujatupa feedback bwana ili kwaje uliaisha game. Ulisema unafanya uchunguzi, ulivyofanya uchunguzi ilikwaje? Ripoti wanayo ishatoka, ila wanashindwa kutoa nini hadharani kutokana na aibu kufanya. Eti unawewe kwa utaua mwananchi gani ambaye atakuelewa kama ukisema bwana tulialisha game tarehe 8 kwa sababu kuna kiongozi serikali alipiga simu. Akishatamka tu hivyo FIFA watatufungia. Kwa amalize ile swala mapema bwana, game ipigwe. Sio wenyewe tunatamani, sisi wenyewe mashabiki wa Simba na Yanga tunatamani game ipigwe. Kwa upande mwingine, mashabiki wameonya kuwa mgogoro huo ukiachwa bila suluhisho la haraka unaweza kuathiri ratiba ya ligi na kupunguza mvuto wa mashindano, jambo ambalo wanasema linaweza kudidimiza maendeleo ya mchezo huo nchini. Wakati huo mashabiki hao pia wamezungumzia mgogoro kati ya Yanga na CRDB. Kwangu mimi naona ni makosa kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wanawadai CRDB na CRDB imeanzisha kombe lingine wakacheza, wakakubali wacheze while wana madeni. Kwa hiyo mimi nahisi wamalizie tu hayo masuala ya malipo yatafanyika baada ya kucheza. Sio wamefika finali ndio wanazingizia hatuchezi kwa sababu ya pesa zilizopita. Walikuwepo wapi kudai before? Kwa hiyo kama hawakudai before
na kama walidai hawakulipwa wasingecheza kuanzia mwanzo. Game linafanya nini? Limeanzishwa hilo la CRDB. Kutoka Iringa, Sports Radio Salma Matanza, Channel 10+. Mara baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa kuzindua rasmi mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA hapo jana mkoani Iringa, uongozi wa Chama cha Cricket Tanzania umeishukuru serikali kwa kuwezesha mchezo huo kuanza kuchezwa kwa mara ya kwanza mwaka huu, kwani yatasaidia kuibua vipaji vingi zaidi. Shukrani hizo zimetolewa na afisa habari na uhusiano wa Chama cha Cricket Tanzania wakati akifanya mahojiano maalum na Channel 10 michezo, na kusema kuwa serikali imefanya jambo kubwa ambalo litaweza kusaidia kuibua vipaji vipya. Minne ambayo yanapambana kwa upande wa wanaume na wanawake, ikiwemo Dodoma, Dar es Salaam, Morogoro na Tanga. Kwa mikoa minne hii tayari wamekuwa waanzilisha usema ndio timu ambazo tumezichagua kuweza kuingia katika mashindano ya UMITASHUMTA kwa mwaka 2025 na kwenda mbele tutaangalia mikoa mingine. Lakini naishukuru sana serikali kwamba hiyo ilikuwa ni jitihada ya mwenyekiti wetu Dr. Sheikh Kumar na kuweza kuipambania nafasi hiyo, na leo tumeshaipata. Na kwa navyoongelea leo, michuano leo imeanza rasmi na nategemea vijana wote waweze kumaliza vizuri, kwa sababu kabla ya michuano tuliweka pia trials kwa ajili ya kila mkoa kuweza kuchagua wachezaji bora ambao watakaoshiriki katika michuano hii. Katika hatua nyingine, Atif Salim ameeleza maendeleo ya timu ya taifa ya wasichana ambayo ipo nchini Rwanda ikishiriki mashindano ya wasichana ya kuibuka T20 ambayo ipo katika nafasi nzuri ya kufuzu hatua ya nusu finali. Tupo katika nafasi nzuri ya kuweza kufuzu katika nusu finali. Ila mechi ya leo ni kidogo ngumu kwa sababu tunacheza na timu ambayo hawajapoteza mchezo mpaka sasa hivi katika michuano, na tutabaki na mechi moja nyingine dhidi ya Rwanda, nao pia wako vizuri, hawajapoteza mchezo. Kwa hiyo ni mechi mbili ambazo za mwisho za ngumu, lakini mimi na imani kabisa kwamba timu yetu watafanya vizuri na wataweza kufuzu hatua ya nusu finali. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Halmashauri ya Manispaa ya Singida itaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kuwawezesha na kuwatia moyo pamoja na kuhamasisha wananchi wa Manispaa ya Singida kushiriki katika michezo ili waweze kujiimarisha kiafya pamoja na kujikinga na magonjwa mbalimbali. Tupate taarifa zaidi. Akikabidhi zawadi kwa washindi wa mchezo wa bao wa kikundi cha Amani Singida mjini, Meya wa Manispaa ya Singida Yagi Maulidi Kiaratu akasisitiza juu ya muhimu wa michezo katika jamii. Kwa hiyo chama katika kuuza ilani yake iliongelea pia habari ya michezo. Sasa sisi kama halmashauri ni lazima tutekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kuwawezesha, kuwatia moyo na kuwahamasisha wananchi wa Singida kushiriki michezo. Kama nilivyosema, michezo haina umri wala jinsia. Kwa upande wake, mwandaaji wa mashindano ya kutafuta walimbwende mkoani Singida aliyeshiriki mchezo huo wa bao, Antibora Lemi, akatumia fursa hiyo kuwatahadharisha wanawake wengine wanaokwepa kushiriki mchezo wa bao kwa kuamini kwamba mchezo huo ni wanaume peke yao, huku katibu wa kikundi cha Amani Singida mjini Daktari Philip Kitundu akitoa taarifa ya mashindano ya mchezo huo. Nadhani kwamba michezo ni wanaume, lakini michezo ni watu wote. Na niliona hata siku moja Samia akicheza mchezo wa so ilinifurahisha sana. Hata nilitamani kwamba angelikuja basi tungelikusana hika wanawake tukafanya shindano ambalo lingelimhusisha yeye, lakini muda wake nao ukawa mdogo zaidi. Lakini wanawake wasiogope kuja, ni mchezo kama mchezo mwingine. Mambo rasmi, wafuatao ndio washindi wa mchezo wa bao katika kikundi chetu cha Amani. Mshindi aliyeshika nafasi ya kwanza ni ndugu Dragon Ramadhani, alipata jumla ya pointi 38. Mshindi wa pili aliyeshika nafasi ya pili ndugu Omari Abrahamani, alipata kura pointi 35. Mshindi wa nafasi ya tatu ni Chief Cisco Neni, amepata pointi 33. Mchezo wa bao unaopenda sana na ushirikiano mzuri na mapenzi mazuri ya kuongea na wazee. Mimi mchezo nimeanza siku nyingi kidogo, naendelea sana mchezo huu. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10.
Timu ya taifa ya softball inatarajiwa kushiriki mashindano ya kuwania kufuzu kombe la dunia nchini Japan, mashindano ambayo yataanza tarehe 28 mwezi Juni, huku Afrika ikishirikisha nchi za Tanzania na Botswana zikitarajiwa kushiriki kama timu mwalikwa. Mwanamichezo wetu anatujuza zaidi. Akizungumza na Channel 10 Michezo, meneja wa timu ya taifa ya softball Abubakari Rajabu amesema kuwa kwa sasa zoezi linaloendelea ni maombi ya visa kwa wachezaji na makocha pamoja na viongozi ambao watasafiri na timu, huku akiweka wazi hali ya mazoezi ndani ya uwanja. Na logistics sasa hivi zipo vizuri. Kwa mfano kwa upande wa tickets zote zipo tayari kwa viongozi 6 na wachezaji wote 16 za kwenda na kurudi, hoteli na kila kitu kipo sawa. Lakini sasa hivi tunamalizia process za mwisho za visa. Sasa hivi tunafanya process za visa application kwa watu wote 22, then timu itasafiri. Tukishapata visa timu itasafiri tarehe 25. Yes, lakini kitu kipya kwenye timu, technically timu sasa hivi ina uwezo na kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu tulivyoenda Japan 2023 tumerudi sasa hivi na anticipation mpya. Level ambayo tumekuta wenzetu wanacheza na sisi ambao tulikuwa 2023, sasa tumeweza kuanticipate level ile, na sasa hivi tunajaribu kupambana na level ile tuliyokuta 2023. Kwa hiyo hata mazoezi tunayofanya sasa hivi sio sawa sawa na tulikuwa tunayofanya 2023. Kwa hiyo sasa hivi nadhani timu inaenda kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wa wachezaji wa timu hiyo, wameeleza maandalizi yao ndani ya uwanja sambamba na mbinu mpya ambazo wanapatiwa na makocha wao, huku wakiamini kuwa yatakwenda kuwasaidia. Maandalizi yanaendelea vizuri na leo tunajiandaa, tunaenda migration kwa ajili ya kufuatilia passport. Hoteli ni kwa 100%. Kwa maana kila kitu ni kipo sawa. Timu yetu sisi hapa tuliofundishwa ambao tulikuwa tujui kubanti, kuslide na baadhi ya sehemu kuna kama mimi hapa position yangu first, style ya kudaka mipira. Tatu Msham, Channel 10 Michezo. Naam, taarifa hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kwa upande wa kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Wakati msimu wa Langalanga 2025 ukiendelea kushika kasi, chama cha Langalanga kimataifa kimetangaza mashindano mapya ya Madrid Grand Prix yatakayofanyika kama mbio za mwisho kwa bara la Ulaya, ambayo hayataharibu mfumo wa msimu wa kwanza kwa msimu wa 2026. Madrid Grand Prix itakayofanyika tarehe 11 mpaka 13 mwezi Septemba itakuwa mbio za pili nchini Hispania na kuchukua nafasi ya mbio za Emilia Romagna Grand Prix huko Imola nchini Italia, katika ratiba ambayo itazifanya kuongezeka hadi kwenye mbio 24. Mashindano ya kwanza ya Madrid ni mojawapo ya mabadiliko kadhaa ambayo mengi yamefanywa katika jaribio la kurahisisha usafiri na kupunguza utoaji wa hewa ukaa. Mbio za Canada ni miongoni mwa mbio za mapema ambazo hufanyika mwezi Juni, imehamia hadi tarehe 22 mpaka 24 Mei, tarehe ambayo ingetarajiwa kujazwa na Monaco ambayo sasa yatajwa kufanyika tarehe 5 mpaka 7 Juni. Kwa ratiba hiyo sasa Canada zitakuwa zikifuatiwa na mbio za Miami tarehe 1 mpaka 3 Mei na kuunda kile ambacho Formula 1 inaeleza kama huu ni ubunifu wa hali ya juu ambao utaongeza ushindani na uboreshwaji wa vifaa. Na sasa tuhamie katika soka. Klabu ya Manchester City imekamilisha usajili wa beki wa kushoto raia wa Algeria aliyekuwa akipiga katika klabu ya Wolves, Ryan Ainoul, kwa dau la paundi milioni 31. Ainoul mwenye umri wa miaka 24 amesaini mkataba hadi 2030 na atashiriki mashindano ya makundi ya kombe la dunia la vilabu. City wanaanza kampeni yao katika mashindano hayo mapya yaliongezewa timu dhidi ya klabu ya Morocco, Wydad Athletic Casablanca tarehe 18 Juni. Ainoul alijiunga na Wolves kwa mkataba wa paundi milioni 14.9 kutokea klabu ya Angels kwa mwaka 2021 baada ya kutumikia msimu uliopita kwa mkopo na kucheza mechi 41 katika michuano yote msimu uliopita, huku klabu hiyo ikiepuka kushuka daraja, na alifunga mabao 5 na kuongeza pasi 7 za mabao. Eden Bahati, Channel 10 Michezo kimataifa. Naam, huyo ni Eden Bahati akiwa ametujuza kunako upande wa michezo kimataifa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa usiku huu.